Katika hali ya kushangaza, balozi wa Marekani nchini Israel Huckabee amemwambia mchambuzi Tucker Carlson kwamba Israel ina haki ya kibibilia kuchukua eneo lote la Mashariki ya Kati. Anadai mjumbe wa Marekani Bwana Huckabee ambaye pia ni balozi wa Marekani nchini Israel. Mike Huckabee amemwambia mchambuzi Tucker Carlson ya kwamba itakuwa ni sawa kwa Israel kuchukua eneo lote linalojumuisha Palestina, Lebanon, Syria, Jordan na sehemu za Saudi Arabia pamoja na Iraq. Katika mahojiano ya hali ya juu ambayo yamefichua mpasuko mkubwa ndani ya muungano wa chama cha Republican na Marekani, balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee amemwambia mchambuzi Tucker Carlson kwamba Israel ina haki kibibilia kudai eneo kubwa la ardhi katika Mashariki ya Kati ya kisasa. Wakati wa kuketi kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion siku ya Jumatano, Carlson alimshinikiza balozi huyo kuhusu mipaka ya kijiografia ya ruzuku ya ardhi iliyofafanuliwa katika Biblia ambayo inajumuisha eneo la kutoka mto Nile hadi Euphrates. Alipoulizwa ikiwa Israel ingekuwa na haki ya kuchukua eneo lolote kulingana na hatua ya asili, Huckabee alijibu, itakuwa sawa ikiwa ungechukua yote, kwamba eneo ambalo lingejumuisha Palestina nzima, Lebanon, Syria, Jordan na sehemu za Saudi Arabia na Iraq. Israeli ni sehemu ambayo Mungu alitoa kupitia kwa Ibrahim kwa watu aliowachagua, Huckabee alisema, akielezea uhusiano wa watu wa Kiyahudi na ardhi kama mchanganyiko na watu, mahala na kusudi. Ingawa baadaye alidai kwamba serikali ya Israel kwa sasa haitaki kupanua mipaka hiyo ya kale, uthibitisho wa Huckabee, waziri wa Kibatisti na Mzayuni aliyedhihirisha madai hayo ya kitheolojia, yamezua shutuma za mara moja za kimataifa na kuibua mijadala juu ya ushawishi wa Uzayuni kwenye sera za kigeni za Marekani. Mahojiano ya Tucker Carlson na mjumbe huyo wa Marekani yalitokana na mizozo ya awali kati ya wawili hao kuhusu sera za Israel, hasa kuhusu Wakristo na sera za kigeni za Marekani. Carlson amemshutumu Huckabee kwa kutanguliza maslahi ya Israel kuliko yale ya Marekani. Carlson amewahi kuhoji Mkristo wa Kipalestina na Mkristo wa Jordan, akizingatia uzoefu wao wa kuishi pamoja kwa usawa ndani ya jamii zenye Waislamu wengi. Katika majadiliano hayo pia yalizungumzia sera ya kidhalimu zilizotungwa wakati wa utawala wa kijeshi wa Israel. Hata hivyo, katika mahojiano aliyoyafanya kwa Wakristo wa Jordan na wale wa Palestina, wamesema kwamba ni heri kuishi na Wapalestina katika eneo la Palestina kuliko kwenda kuishi na Wayahudi katika eneo la Israel. Katika mahojiano hayo ambayo yalipeperushwa hewani siku ya Ijumaa, yalibadilika haraka na kuwa majibizano makali kuhusu utumiaji wa haki za kimataifa kwa wote. Carlson, ambaye amekuwa akikosoa uungwaji mkono usiokuwa wa masharti wa Marekani kwa Israel, alihoji kwa nini Huckabee anatetea haki za kiasili za Wayahudi wa Ulaya Mashariki, huku akionekana kusitasita zaidi kuthibitisha haki sawa kwa Wa-Irish au Wakristo wa Palestina ambao familia zao zimeishi Levant kwa milenia 2. Tunajuaje kwamba mababu wa bibi wa Netanyahu waliwahi kuishi hapa? Carlson aliuliza, akionyesha kwamba viongozi wengi wa Israel wana mizizi huko Latvia au Poland. Kuna watu wengi katika eneo ambalo Israel inadhibiti leo, ambao kupitia upimaji wa vinasaba tunaweza kujua familia zao zimekuwa hapa kwa maelfu ya miaka. Wana haki ndogo ya kumiliki ardhi kuliko mtu ambaye babu zake waliishi Latvia. Huckabee alitupilia mbali hoja za kinasaba, akisisitiza kwamba uhusiano wa kibiblia, kihistoria na kikabila unaunda kesi kali sana ambayo inathibitishwa na arkeolojia. Mawe yanapiga kelele, balozi alisema, akimaanisha uchimbaji wa jiji la Daudi kama uthibitisho wa uhusiano wa miaka 3800 iliyopita. Mtazamaji wa The World News, hayo ni miongoni mwa yale tuliokuwa nayo kupitia hapa The World News, ambapo kumekuwa na mahojiano yaliyofanywa na mwanahabari Tucker Carlson ambaye amemhoji balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, ambaye amemwambia mchambuzi huyo kwamba Israel ina haki ya kibibilia kudai eneo kubwa la ardhi katika Mashariki ya Kati ya kisasa. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa David.